Karibu tuangazie kikosi hatari cha ardhini cha jeshi la Urusi. Katika ulimwengu wa vikosi vya kijeshi, kuna vikosi vinavyoogopwa, lakini kuna kimoja ambacho heshima yake inapita mipaka ya kimataifa: Spetsnaz GRU. Kikosi hiki maalum cha Urusi kinajulikana kwa siri, nguvu na mafanikio ya kushangaza kwenye operesheni hatari. Leo tunaelezea kikosi hiki kwa undani, historia yake, mafunzo, silaha na mbinu zinazokifanya kiogopwe hata na vikosi vya NATO. Makala hii itakuchukua katika safari ya kina, kuanzia mwanzo wake hadi operesheni zake za kisasa za karne ya 21. Spetsnaz GRU ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 1950 na Umoja wa Kisovieti, ikiwa ni tawi la ujasusi wa kijeshi la GRU, Main Directorate of the General Staff. Lengo lake kuu lilikuwa ni kutekeleza operesheni za siri nyuma ya maadui wakati wa vita vya baridi, wakiwa na jukumu la kuvuruga mawasiliano, kuharibu vituo vya kijeshi na kuchukua taarifa nyeti. Wanajeshi wa Spetsnaz walikuwa sehemu ya mikakati ya mapema ya Kisovieti kwa vita vya kiufundi na kiteknolojia. Wamehusika katika maeneo mengi: Afghanistani mwaka 1979 hadi mwaka 1989, Chechnya mwaka 1990, Georgia mwaka 2008, Crimea mwaka 2014, Syria mwaka 2015 hadi sasa, na Ukraine mwaka 2022 hadi sasa. Si kila askari anaweza kuwa Spetsnaz. Uchunguzi wa kisaikolojia, afya, stamina na ustadi wa mapigano hutumika kuchuja walio bora tu. Wachache huchaguliwa kutoka vikosi vya kawaida. Wengi hupitia mafunzo ya kijeshi tangu wakiwa vijana kwenye shule za kijeshi za GRU. Kwa mfano, lazima aweze kukimbia kilomita zaidi ya 10 akiwa na mzigo wa kilo 20, aweze kujikinga dhidi ya baridi ya hadi sentigredi 30, kupigana kwa mikono mitupu kwa dakika 10 mfululizo na washindani kadhaa. Ni mfumo wa we survive or we vanish. Spetsnaz wanajifunza mapigano ya karibu, hand to hand combat, kutumia judo, sambo, boxing na krav maga. Usafiri wa maeneo magumu kama vile misituni, milimani, seruji na mapangoni. Upelekaji wa silaha kwa ukimya kama vile bastola za PB, VSS Ventures. Kujificha kama raia au adui, operesheni za kisiri. Ujasusi wa kielektroniki, hacking, radio, droni. Wanapitia mazoezi ya kisaikolojia, mateso ya kubeba maiti ya rafiki na kuendelea na operation bila usaidizi. Mafunzo haya yanaweza kuchukua miaka 2 hadi 3 kabla ya kuwa operational. Spetsnaz hutumia vifaa maalum, VSS Ventures, bunduki ya kimya kimya kwa mashambulizi ya siri, AES-VAL, silaha kwa operesheni za mjini na misituni, droni za ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, milipuko, mabomu ya mkono, kifaa cha mawasiliano kisichodukuliwa. Vifaa hivi huwapa uwezo wa kupenya eneo lolote bila kutambuliwa. Tukianza na huko Crimea mwaka 2014, Spetsnaz walivamia Crimea bila mavazi rasmi na kuiteka ndani ya saa 48 bila kupigwa risasi hata moja. Syria mwaka 2015, wakiwa na Assad, waliwasaidia kusafisha Aleppo na Homs kwa kushambulia kutoka chini ya ardhi. Ukraine mwaka 2022 na 2023, walitumwa Bakhmut, Soledar, Mariupol kufanya urban assassination, upelelezi na kuratibu mashambulizi ya mizinga kwa kutumia drone. Spetsnaz hutumia mbinu ya find fix finish. Wanatafuta adui, wanamlenga, wanammaliza kwa haraka. Sabotage, wanaweza kuharibu transformer za umeme, maji au mawasiliano kwa dakika chache tu. Psychological warfare, wanapenda kufanya adui ahisi upweke, hofu na hatari wakati wote. Vita vya Ukraine vilileta hasara kubwa. Taarifa za CIA na M16 zinaonyesha zaidi ya 75% ya wanachama wa vikosi maalum waliuawa au kujeruhiwa mwaka 2022 pekee. Kikosi kimoja kiliripotiwa kuangamia kabisa wakati wa operation ya Bakhmut. Changamoto ni pamoja na ukosefu wa vifaa vya hali ya juu, kujaza pengo la wanachama waliokufa, kuwepo kwa drones za NATO zinazowafuatilia nyendo zao. Spetsnaz iko chini ya GRU ambapo huripoti moja kwa moja kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi na Kremlin.
Hii ina maana wana amri ya moja kwa moja kutoka kwa rais wa Urusi. Wametajwa kwenye orodha ya vikwazo vya Magharibi kwa sababu ya mauaji ya kisiasa Ulaya, operesheni za cyber warfare, ushiriki wa moja kwa moja katika ukiukaji wa haki za binadamu. Spetsnaz ni kikosi hatari kisichoweza kushindwa. Mataifa kama Marekani yana Delta Force, Uingereza SAS na Israeli Sayeret Multical wana vikosi vya hadhi ya juu, lakini Spetsnaz ina kipekee chake: uaminifu kwa taifa, ushupavu usio wa kawaida na uwezo wa kutoweka kabisa kwenye uwanja wa vita. Spetsnaz GRU si kikosi cha kawaida, ni kivuli kinachotembea usiku, ni silaha inayojificha kabla ya kushambulia, ni hadithi ya ujasiri wa kiwango cha juu na hatari isiyoelezeka. Kwa walio adui zao ni kivuli cha kifo, kwa Urusi ni fahari na ukuta wa mwisho wa ulinzi. Hiko ndo kikosi cha GRU ama Spetsnaz GRU. Basi usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.